maeneo ya Msasani, Mbezi Beach yanatiririshwa kwenye bahari ambayo ni ya uchumi wa bluu, ambayo ni sehemu ya burudani na utalii. Sasa hivi yale maji yote yanaenda kukusanywa, yatachakatwa na hayataenda tena kule, yatatengenezwa gesi na maji masafi. Kwa hiyo tuna miradi mingi ambayo tunajivunia kwenye kila sekta ya elimu, ya afya, kwenye barabara pia. Tuna barabara ambazo serikali imeendelea kupambanua kutengeneza. Kwa mfano juzi barabara ile ya Rose Garden imetengenezwa vizuri kabisa, na tuna barabara nyingine, na sasa hivi ukifika Kinondoni kwa kweli unaweza kusema kuna vurugu za matengenezo ya barabara. Kwa mfano barabara hii ya Bagamoyo Road kuanzia pale Surrender Bridge kuelekea mpaka basi haya yote na imefukuliwa na ipo kwenye hatua mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunaikamilisha mabasi ya mwendokasi yaweze kupita kule. Ni mradi ambao ni zaidi ya shilingi bilioni 470 zimewekwa pale na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunajivunia kwenye kila sekta kwa kweli, na tarehe 11 tutatoa taarifa ya ujumla ya maendeleo sekta ya afya shuleni ambayo imefanyika kwa hospitali kubwa, na sisi Kinondoni tunajivunia sana kwenye kwamba katika hospitali sisi tuna hospitali nyingi sana, ukiacha hospitali ya Muhimbili, lakini tuna hospitali kama Seifi, tuna hospitali Shifa, tuna hospitali Mwananyamala, tuna Mabwepande, tunazo na vituo vya afya vya kisasa kabisa kama kile cha Kinondoni katika jimbo la Kinondoni. Kwa hiyo tutatoa hiyo taarifa. Na upande huu wa changamoto, zipo changamoto, tuwezi kukataa. Miundombinu ya barabara bado tunazo changamoto, mahitaji bado ni makubwa. Tunashukuru serikali imeendelea kuwekeza hapo kupitia TARURA na TANROADS na manispaa ya Kinondoni, lakini bado kwa mfano kata ya Mabwepande, kuna kata ya Kawe, hasa maeneo ya Mbezi, barabara zile za mitaa zina changamoto, lakini tunachoshukuru ni kwamba serikali haijakaa kimya, imeendelea kuwekeza kuhakikisha miundombinu hii inakuwa vizuri. Lakini changamoto nyingine ambayo tuko nayo ni ya migogoro, hasa migogoro ya ardhi. Tunayo changamoto sana pale ofisini kwetu, wakija watu 5 mpaka 7 ni migogoro ya ardhi, kwa namna mbalimbali kwa misingi ya sheria, lakini na kuwapa ushauri wengine waende kwenye mahakama watoe ufafanuzi, na wakati mwingine tunashirikiana kwa karibu sana na Wizara ya Ardhi. Waziri mwenyewe pamoja na uzoaji wa taka, hasa taka ngumu, ni changamoto ambayo tuko nayo, lakini tunashukuru manispaa ya Kinondoni wameendelea kuwa makini sana kwenye eneo hili kuhakikisha taka kwamba tunaanzia swala ya uzoaji wa taka. Yes. Pia hapo kumekuwa kuna mkanganyiko wakati mwingine juu ya namna ya utupaji wa taka. Mwongozo upoje kwenye hilo? Kwanza niseme taka kweli zinazalishwa. Sisi Kinondoni tunazalisha taka zaidi ya tani 850 hivi kila siku, na kati ya hizo taka 65% ni zile taka zinazooza, zinazotokana na mabaki yale ya kwenye nyumbani, vyakula, mboga hizi, na hasa ukienda kwenye maeneo ya masoko, matunda yale yaliyoharibika yaliyokuwa yamebaki hapa, ndio hizi taka. Sasa utoaji wa hizo taka tunatumia namna mbalimbali. Moja, tuna makampuni ambayo tumeapa hiyo kazi ya kukusanya hizo taka kupitia manispaa ya Kinondoni.
kuna wajibu wa mkandarasi kuna wajibu wa wananchi wetu kuhakikisha kwamba zile taka wanazitoa na wanaziweka vizuri. Siku ile ambapo kwa haiwezi kuandika pale mlipoiweka ndo kuandika sana. Yaani maana tangu jana nimeenda kwa ofisi kuna mtu imeloana. Kwa hiyo kwa hamwezi mkatoka iandika pale pia nani. Kiasi. Yapo baadhi ya maeneo Ni nani alidondosha kwa kwa ikari? Ukute madondoka pale. Yaani kama mtu kama ni tangu jana basi lazima ingie kufika basi inaloana. Jumatatu mpaka Jumatano tulikuwa tuna shida kidogo maeneo ya Maua, Zakaria, maeneo ya Tandale pamoja na maeneo fulani ya Magomeni hapa. Kwa hiyo tukiona hizo tatizo tunatoa hizo taarifa na tunafuatilia kwa nini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa na changamoto na wakandarasi wetu, magari yameharibika, hayajatengenezwa kwa wakati, na wakati mwingine kwa sababu taka zote za mkoa huu wa Dar es Salaam tunazipeleka kule Kinyamwezi. Mahali halisi ambayo wewe unaleta usumbufu kidogo. Lakini nashukuru sana Mheshimiwa wa Kinondoni, Kimea na timu yake wamekuwa karibu sana kusimamia kuhakikisha kwa muda mrefu. Na kwa kweli unaweka wapi zibiaje? Acha uratifa zinakaa wiki nzima sana. Ingine michezo siku moja na tunafuatilia kuhakikisha kwamba hizo taka zinaondolewa, kwa sababu tunafahamu taka zisipoondolewa ni tatizo kwa afya, lakini pia hata kuleta mandhari mazuri kwenye michango inakuwa ni shida. Mheshimiwa, namna ya ulipaji kuta zinatoa zile risiti za mkono. Sasa usalama wa pesa ile ambayo inakuwa inatozwa kwa ajili ya ukusanyaji wa taka upoje na mnahakikisha kiasi gani kwamba pesa zote zinafikia? Sasa hivi serikali imetengeneza mfumo mzuri sana wa usimamizi wa fedha za halmashauri na taasisi zingine. Kwa hiyo malipo yote ya ada za taka, tuna hizi mashine zinaitwa POS, point of sale. Kwa hiyo mtu akilipia ada ni sharti apewe risiti zile za kielektroniki, na hao wanaofanya hizo ukusanyaji pasipo kutumia hizo risiti wanaenda kinyume cha utaratibu, kinyume cha sheria. Kwa hiyo nitumie nafasi hii niendelee kutoa wito hasa kwa wakandarasi pamoja na wale wataalamu ambao wapo kwenye maeneo, tutumie mifumo dhibiti na kutuhakikishia usalama wa mapato ya serikali. Na tumeendelea kwa macho sana, tunafuatilia kujua maeneo ambayo hawatumii vizuri hizo mashine za elektroniki. Tumeingia wenzetu wa TAKUKURU, tuna wenzetu wa jeshi la polisi na vijana wengine kuendelea kufuatilia. Kwa hiyo mwananchi akipewa risiti ya mkono asipokee na asilipe kabisa. Changamoto nyingine ambayo tumeshuhudia katika wilaya ya Kinondoni ni magari. Baadhi ya siku mvua zikinyesha hata kidogo foleni inakuwa kubwa sana. Ukiangalia ile barabara kutoka Moroko ya chini kuelekea Mbezi pia nayo katika foleni watu wanakaa muda mrefu sana. Tulisikia pia taarifa kwamba kutakuwa na ujenzi wa barabara za juu pale Mwenge na Moroko huenda zitasaidia katika hili. Pengine ni lini kuadhimisha wakazi wa wilaya hii watarajia hayo? Kwanza nikiri foleni zipo na kwenye wilaya ya Kinondoni, na tulikuwa na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi kaka yetu Abdalla Ulega alipita na alizungumzia hili, na sisi hatujatulia. Kwanza tujaribu kuangalia kwanza sababisho ni hizi barabara kama ambavyo nimesema, tatizo ambalo pia tuko nalo ni hizi barabara hasa zile za pembeni zipo kwenye hali ambayo ni nzuri sana, na tunaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba zinatengenezwa. Sasa kipindi cha mvua ndio tatizo linakuwa zaidi, kwa sababu magari yote hayapiti huko pembeni, yanarudi kwenye zile barabara kuu, na barabara kuu yetu tumekaa na mkandarasi
pamoja na watano wanaosimamia barabara tumewaelekeza na tunaona kule wanajitahidi kuhakikisha kwamba hakuna mashimo haitengenezi msongamano. Kwa hiyo wakati wote tunaweza kuhakikisha kwamba magari makubwa na madogo yanapita vizuri, lakini pia waliweza kufanya maboresho kidogo. Ukienda maeneo ya pale Masana kule, kama unaenda Kunduchi pale, ilikuwa ni barabara ambayo unapita. Sasa hivi wametengeneza kidogo ka roundabout, kwa hiyo kanarahisisha magari yaweze kupita kwa urahisi, maana palikuwa panatengeneza jam sana. Lakini tunawashukuru sana wenzetu wa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba na wenyewe wanakuwa kwenye maeneo. Mimi nimekuwa nikifanya ukaguzi na hasa siku za mvua hadi saa 3 ya usiku, na unakuta traffic wako bado barabarani kusaidia kuongoza hayo magari. Kwa hiyo msongamano huu unasababisha kwa kiasi fulani na matengenezo ya barabara zinazoendelea, lakini pia na barabara baadhi ya maeneo ambayo tunafikiri kwamba ziko kwenye hali nzuri na tunaendelea kutengeneza. Lakini shida nyingine ambayo tumeona ni baadhi ya madereva. Kuna watu wanaendesha magari hapa mjini, kimsingi wanaweza kujiuliza kwamba kweli huyu mtu anastahili kuwa hapa kwenye barabara hizi. Watu wanaendesha magari, wako na simu, anaongea, mwingine anaenda anasimama na gari sehemu ambapo hutakiwi kusimama, lakini pia na magari yale ambayo ni mabovu. Tumeona hiyo barabara ikisharibika tu gari hapo njiani ya Bagamoyo Road, hasa malori, basi ujue inatengeneza jamu kubwa sana. Lakini tunawashukuru wenzetu wa jeshi la polisi na TANROADS wameendelea kusimamia hiyo kuhakikisha hatuna jamu, na mipango ya serikali kweli ni mikubwa. Tumeona eneo la Mwenge linahitaji kweli kutazama upya. Tulizungumza na wenzetu wa TANROADS, wanasema wanafikiria hilo, kingine sio la kutekeleza sasa hivi, lakini kwenye mipango ya baadaye tunaweza pale tukaweka flyover na itaweza kupunguza sana, pamoja na barabara ile ya Mwenge Babi kuanzia Maifea kule Mikocheni inakwenda mpaka pale Afrikana. Mipango ya serikali ni kuitengeneza kwa njia 4 ili iweze kupitika kwa urahisi, na mipango hii inaendelea. Lakini lini itafanyika, niombe nisilizungumzie hapa nikapotosha, lakini nafahamu kwamba kazi ya kufanya usanifu inaendelea, na itakapokamilika serikali kutoa taarifa nzuri pia usambazaji wake. Na vyako mengi katika wilaya hii ya kuzungumzia, na pengine muda usiweze kwa rafiki. Nafahamu pia Juni 4 anatarajia kupokea mwingi wa uhuru. Mpaka sasa maandalizi yakoje kuelekea hili? Sawa, nitumie nafasi hii kuwaambia wana Kinondoni wenzangu, kuwaambia wana Dar es Salaam na Watanzania, sisi wilaya ya Kinondoni tutapokea mwenge wa uhuru siku ya tarehe 4 mwezi wa 6 katika shule ya msingi ya Gilman Rutihinda pale Kigogo, na tutaukimbiza kwenye umbali wa kilomita 76. Utapita kwenye kata 9 na utazindua miradi, kuweka jiwe la msingi, kuzindua na kutembelea jumla ya miradi 8, na miradi hiyo yote itakuwa na thamani inayofika kwenye shilingi bilioni 85 hivi. Kwa hiyo na mbio hizi tutazifanya kuanzia saa 1 asubuhi mpaka kwenye mida ya saa 10, na mwenge wa uhuru tutaenda kuulaza pale maeneo ya shule ya msingi Alimaua Mtonyama, na tutakuwa na burudani za aina zote. Tutakuwa na wanamuziki wa kizazi kipya, tutakuwa na muziki ya bendi, tutakuwa na vyakula, utakuwa pale na vinywaji vya aina mbalimbali, lakini kubwa ujumbe wa mwenge utatolewa pale. Mwenge wetu wa uhuru kwa mwaka huu umeambatana na ujumbe wa mwenge unaosema kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 kwa amani na utulivu. Kwa hiyo niwakaribishe wana Kinondoni wote tushiriki kwenye tunu hii ya taifa itakapokuwa kwenye wilaya ya Kinondoni, tukihamasishwa, na mimi nitumie nafasi niwahamasishe wana Kinondoni. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo tuhakikishe sisi sote tunashiriki kwenye uchaguzi huu kwa amani na utulivu. Tuchague viongozi wazuri, viongozi bora, na kama ambavyo tumeona serikali hii ya Dr. Samia imeendelea kufanya mambo makubwa, miradi mingi ya afya, miradi mingi ya elimu, miradi ya barabara na miradi ya mikakati ya masoko na miradi mingine. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana. Sasa bila shaka hilo kupata vizuri kwa sekunde kadhaa, Kinondoni ni sehemu ambayo inatajwa ni sehemu ya watu wanatumia
kwa maana viwanja, starehe na kadhalika.